Naomba pia niwatangazie rasmi leo kwamba wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote, ili kuruhusu sasa wale wafanyabiashara waliochukua sehemu za biashara katika soko jipya na kubwa hili la Kariakoo, ambao limekuwa ni kielelezo kikubwa cha biashara na kielelezo kikubwa cha taifa letu, na hasa tunapojitambulisha na mataifa mengineyo, wasipate ugumu wa kuingia katika maeneo yao. Tunasema katika maeneo yale ambayo walikuwa wamepanga bidhaa zao, ni vema wakatambua kwamba si wakati wa kutumia nguvu kuweza kusifungua barabara hizo, bali kupitia uongozi wa machinga, uongozi wa waendesha pikipiki, kuzifungua barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe 8, ili barabara zote ziweze kupitika katika maeneo hayo muhimu. Soko la Kariakoo ni muhimu kwa sababu tunafanya biashara na wenzetu wa Kongo, tunafanya biashara na wa Zimbabwe, tunafanya biashara na wa Malawi, wa Zambia na baadhi ya mataifa mengineyo ya East Africa. Kwa hiyo sio soko la kawaida, ni soko ambalo tunategemea na tunatarajia kuwa litaendelea kuwa kielelezo kikubwa cha diplomasia ya kiuchumi na masuala ya biashara katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, ukanda wa Afrika Kati na maeneo mengineyo. Narudia tena kuwaomba tena wana Dar es Salaam kuhudhuria kwa wingi, ili Mheshimiwa Rais huyu anapokuja kuzindua zawadi kubwa kwa wafanyabiashara wetu wa soko la Kariakoo, basi kila mmoja aweze kushuhudia na kuipokea zawadi hii kwa mikono miwili, lakini na kumpongeza tena Mheshimiwa Rais kwa kuanza ziara hii muhimu kwetu wana Dar es Salaam tangu alipoanza uongozi wake kwa awamu ya pili. Baada ya kusema haya, na washukuru tena. Tukutane saa 2 asubuhi tarehe 8 mwezi wa pili 2026 pale Kariakoo. Kila kitu kitafanyikia hapo na mambo yote yatarushwa mbashara.